Basi ni mara nyingine tena na siku nyingine ambayo tunamshukuru Mungu kwa sababu ameweza kutujalia neema tena tumeweza kufika katika mji huu. Wiki iliyopita tulikuwa tumalizie ile siku ya Ijumaa, lakini mvua iliweza kutuzuia tukashinda kuhubiri. Lakini Mungu ni mwenye neema, anahitaji ujumbe wake ambao tulikuwa tumeuleta katika mji huu. Hatimaye basi tuulete ufike wote. Ukishafika wote basi hamna shida, tutahama tutaenda sehemu nyingine, lakini watu wa Mungu walioko katika mji huu wapate kusikia injili ile ambayo Mungu amekusudia kwa watu wake. Kwa hivyo watu wote wa mji tunawasalimu kwa jina la Yesu Kristo. Amani na rehema zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana wetu Yesu Kristo ziweze kuwa pamoja nanyi. Na wale ndugu zetu katika imani, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa hivyo na wale ambao wana imani nyingine tofauti na hizi mbili, basi amani pamoja nanyi. Niwakaribishe kwa dhati kabisa kwa ajili ya mafundisho ya kweli ya Mungu yanayopatikana ndani ya Biblia. Maana hakuna mahubiri ambayo tunahubiri yakatoka nje ya Biblia, ila tutakayohubiri yote yatatoka ndani ya Biblia. Na ikiwa kama utakuwa na swali, basi tutakuruhusu utakuja utauliza swali lako upate kujibiwa. Maana lengo la mahubiri yetu ni kujifunza. Huenda una nuru kuliko sisi au sisi tuna nuru kuliko wewe, Biblia na itazungumza. Kwa hivyo nakaribisha kwa dhati kabisa ili kusudi tuanze pamoja. Kwa hivyo msomaji uko sawa? Niko. Hebu nifungulie kwanza kitabu cha Timotheo wa kwanza 2 mstari wa kwanza ili tuanze sasa mafundisho yetu. Tumekuja kwa muda wa kuchelewa, lakini watu hapa tunaomba mtusikilize. Maana tuna ujumbe wa kweli wa Mungu, kama yeye tutakayopuuzia basi siku ya mwisho itakuwa ni kulia na kusaga meno. Kwa maana kama utapuuzia maagizo ya Mungu au kama utapuuzia ujumbe wa Mungu, ujue wakati wa mwisho utakapofika utakuwa ni mwisho mbaya kwako. Sasa hii ni mwisho mzuri, tunakusihi kwa neema yake Mungu uweze kukaribia katika eneo hili au popote ulipo katika kazi yako, usikie kile ambacho Mungu anawatuma ametuleta kwenu. Hebu soma andiko msomaji. Anasema basi ndio kabla ya mambo yote nataka dua na sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote. Kwa hivyo popote ulipo nimekualika kwa dhati kabisa ili tuweze kufungua mahubiri yetu kwa ombi na kwa sala. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu mfalme wa mbingu na nchi, Baba mtakatifu, kwa neema yako kubwa ambayo umetupatia kupitia kwa jina la Yesu Kristo. Umetulinda na kutuepusha na ajali za barabarani, kwa kutujalia afya iliyo njema. Mahali popote ambapo pana maumivu katika miili yetu, tunaomba umtibu, maana ndio tabibu mkuu. Tunakuomba wajalie watu wako wa eneo hili wakapate kusikia injili yako ambayo tumeleta kwao, wakapate kutafakari na kuelewa na kukutambua Mungu pekee wa kweli. Tunakuomba ulinzi wako pamoja nasi tangu tunaanza mpaka tutakapomaliza, uwe pamoja nasi. Tunaomba yale ambayo tutakayohubiri yatoke kwako wala si kwetu. Tunaomba kupitia kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Basi nawaalika kwa dhati kabisa kwamba tayari tumekwisha kufungua mahubiri yetu, na hivi ndivyo tunavyokwenda kuanza mahubiri yetu. Wiki iliyopita tulikuwa hapa, lakini tulihitaji kuhubiri habari za unabii. Habari za unabii wa siku za mwisho. Habari za unabii wa siku za mwisho, ambao unabii huu unapatikana kwenye kitabu cha Yohana Injili. Hebu msomaji, hebu nisaidie kwanza kitabu cha Yohana. Kitabu cha Yohana 10 mstari wake ni wa kwanza. Maana kuna makanisa tunataka kuhubiri habari ya unabii, lakini muda haukuwa rafiki kwetu, lakini Mungu kutupatia kibali tutakuja kuleta unabii katika mji huu, watu wapate kujua nyakati ambazo zinazokuja mbele, nyakati za hatari wala si za raha, wala si nyakati ambazo zitakufanya wewe ulale
zitakupa wewe kukesha na kumtafuta Mungu katika kweli. Hebu nisaidie 11 kitabu cha Yohana Injili. Yesu akawaambia, Yesu akasemaje? Amini amini nawaambieni, amini nawaambieni, yeye asiyeingia mlangoni katika zizi la kondoo, yeye asiyeingia mlangoni katika zizi la kondoo, lakini akwea penginepo, ndio huyo ni mwivi, naye ni mnyang'anyi. Kwa hivyo kuna kundi ambalo Yesu anasema kuna kondoo wengine ambao anao wapo katika zizi lake, na wale ambao wanatoka katika zizi lake wanaendea mazizi mengine, huyo anaitwa mwizi, naye ni mnyang'anyi. Kwa hivyo kuna zizi la kondoo ambayo Yesu ndiye mchungaji, na kama kuna zizi la kondoo na Yesu ndiye mchungaji, anasema wale ambao wanakwea makanisa mengine, hao ni wezi, nao ni wanyang'anyi. Msije mkaninukuu mkasema kwamba wasioshika sabato au ambao hawapo ndani ya sabato kwamba hao si wa Mungu. Mungu anasemaje? Hebu nisaidie 10:16 Yohana hapo. Anasema na kondoo wengine ninao. Yesu anasema na kondoo wengine ninao ambao si wa zizi hili, ambao sio wa zizi hili, na hao nao imenipasa kuwaleta, na sauti yangu wataisikia, kisha kutakuwako kundi moja, na mchungaji mmoja. Kwa hivyo Yesu anasema anao watu wengine ambao sio Waadventista wa Sabato, anao watu wengine wapo kwenye makanisa mengine au ni wa Mungu. Sasa ile injili ambayo tunaileta katika mji huu inafaa usikie, ili kusudi ujue kwamba Mungu anakuita uingie katika kanisa gani. Maana hatukuja hapa kwa ajili ya kutafuta pesa, wala hatukuja hapa kwa ajili ya kupigia debe. Hapana, tumekuja na ujumbe ambao unawaambia watu muda umefika, Yesu Kristo yuko karibu kurudi. Na kama yuko karibu kurudi, kila mtu anahitajika ajiandae na ujio wa pili wa Yesu Kristo. Maana yeye anasema kuna wengine ambao wanao sio wazizi hili, na hao imempasa kuwaleta, na sauti yake inafaa waisikie. Sauti ya Yesu watu wanaisikiaje? Wanaisikia kupitia wahubiri ambao wanahubiri. Unaposikia katika masikio yenu sasa, unaposikia ujue Yesu anakuita utoke huko. Hebu nisaidie 18 Ufunuo. Unaposikia sauti hii ujue Yesu anazungumza kupitia watu wake, ya kwamba wanakuambia utoke katika kanisa ambalo yeye hayumo ndani, uingie katika kusanyiko ambalo yeye yumo ndani. Maana anasema kuna kondoo wengine ninao ambao sio wazizi hili, ambao nao imenipasa kuwaleta, na sauti yangu wataisikia. Kwa hivyo kuna kondoo wengine ambao hawapo katika zizi la kondoo, ambao mchungaji ni Yesu. Sasa Yesu anasemaje? Hebu soma andiko. Anasema kisha nikasikia sauti nyingine, kutoka mbinguni ikisema, tokeni kwake enyi watu wangu. Yesu anasema tokeni kwake enyi watu wangu, msishiriki dhambi zake, msije mkashiriki dhambi zake, wala msipokee mapigo yake. Kwa hivyo kuna mapigo ambayo ataajia watu ambao wapo nje. Ukiwa katika kanisa lililoko nje, wakati mlango wa rehema utakapofungwa, kuna mapigo ambayo watu watapigwa mapigo hayo. Sasa Yesu anasema ana watu wake wapo ndani ya makanisa mengine. Sasa tuhubiri ili waisikie sauti ya Yesu, warudi katika zizi la kondoo, wasije wakashiriki dhambi zake za makanisa, wala wakapokea mapigo katika makanisa hayo. Kwa hivyo tunapohubiri inafaa usikie sauti ya Mungu, utoke ndani yake, ili kusudi usije ukapokea mapigo yake. Hebu nisaidie kitabu cha Mathayo 16:18. 16:18 kitabu cha Mathayo. Yesu anasema anao wengine ambao sio wazizi hili. Sasa ile zizi ni gani? Hebu soma msomaji.
Nami nakwambia, anasema nami nakwambia, wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Kwa hivyo Yesu alishalijenga kanisa lake, na kama alijenga kanisa lake, anasema anao watu ambao sio wa kanisa lake, wapo nje. Sasa imempasa kuwaleta waisikie sauti yake, kisha warudi katika kanisa lake, ili kuwepo na kundi moja, wala kusiwepo na madhehebu, wala kusiwepo na makanisa mengi. Kunatakiwa kuwepo na kundi moja, na mchungaji awe mmoja ambaye ni Yesu Kristo. Msikilize, wakati wa zamani Nuhu, wakati wa Nuhu, hebu msomaji nisaidie Mathayo 24, Mathayo 37 na 38. Yesu alitoa mfano ule wakati wa Nuhu. Nuhu naye alihubiri injili kama hivi, akiwaambia watu Mungu anaiangamiza dunia kwa gharika, kwa maji, kwa mvua, kwa maji, anaangamiza watu. Ingieni katika safina mjiponye nafsi zenu. Lakini watu walimpuuzia Nuhu, wakamwona Nuhu kana kwamba anacheza, wakamwona Nuhu amekosa kazi za kufanya. Yesu akatolea mfano akasema hivi, hebu soma msomaji. Anasema kwa maana Yesu anasema kwa maana kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Kuja kwake mwana wa Adamu. Kwa kuwa kama vile siku zile za Nuhu zilivyokuwa kabla ya gharika, watu walikuwa wakila na kunywa, wakioa na kuolewa, hata siku ile Noa akaingia katika safina wasitambue. Kwa hivyo ule wakati wa Nuhu alihubiria, watu walikuwa wakila na kunywa kama ilivyo sasa. Yesu alisema wakati wa kuja kwake muangalie yale mambo yaliyokuwa wakati wa Nuhu, alafu mkisha yajua mambo yale yaliyokuwa wakati wa Nuhu, mkiwaona haya tena mjue nipo karibu kurudi. Kwa nini? Kwa sababu Nuhu, wakati safina dunia inataka kuangamizwa na mvua, Nuhu alijenga safina yenye mfumo wa dari 3, na alipojenga akawahubiria watu waingie ndani ya safina, wajiokoe nafsi zao na ghadhabu ya Mungu. Nuhu alikuwa akihubiri injili, lakini watu walimpuuzia Nuhu, hawakutaka kumsikiliza. Walimwona Nuhu kama anacheza, wakamwona Nuhu anazeeka vibaya au amekosa kazi za kufanya, wakampuuzia Nuhu. Sasa gharika ikaipata ulimwengu, akaokolewa Nuhu pamoja na watu wake 7. Safina ikawa na watu 8. Yaani ulimwengu wakati ule ulibaki na watu 8 tu waliokolewa wakati ule. Yesu akasema kama ilivyokuwa wakati wa Nuhu, na wakati huu itakuwa hivyo. Kwa sababu hebu nisaidie Mwanzo 6 mstari wake wa kwanza. Anasema ikawa wanadamu walipoanza kuzidi usoni pa nchi, na wana wa kike wakazaliwa kwao. Kwa hivyo mwanamke katika unabii anawakilisha kanisa, anasimamia kanisa. Wakati wa Nuhu walikuwako wanawake wengi. Watu wa Mungu wakachagua kila mtu kanisa lake akaliendea, kila mtu akachagua kanisa lake akaingia. Na wakati huu napo watu wamezidi usoni pa nchi, na sasa kuna makanisa mengi, kila mtu amechagua kanisa lake analiendea. Ilivyokuwa wakati wa Nuhu, ndivyo zitakavyokuwa siku za kuja kwake mwana wa Adamu. Mungu akaona dunia kwamba watu wameongezeka na watu wakamwacha Mungu. Mungu akasemaje? Hapo 3 hapo. Anasema Bwana akasemaje? Roho yangu haitashindana na mwanadamu milele. Kwa hivyo Mungu akasema roho yangu haitashindana na mwanadamu milele. Kwa hivyo wakati wa Nuhu watu walikuwa ni kiburi, watu walizima masikio yao wasisikie. Na wakati huu Yesu amesema, hebu nisaidie 7 Mathayo. Nenda kwenye Mathayo 7:13.
7, nadhani 7:13. Anasemaje? Ingieni kupitia mlango ule mwembamba. Yesu anasema ingieni kupitia mlango ule mwembamba, kwa maana njia ni pana na imesonga iendayo upotevuni. Hapana, soma andiko. Njia ile pana imesonga. Ingieni kupitia mlango ule mwembamba. Ingieni kupitia mlango ule mwembamba, maana mlango ni mpana. Na njia ni pana iendayo upotevuni. Maana njia ni pana inayokwenda wapi? Upotevuni. Nao ni wengi waingiao kwa mlango huo. Ndio. Bali mlango ni mwembamba. Lakini mlango ni mwembamba, na njia imesonga iendayo uzimani. Nao waionayo ni wachache. Kwa hivyo kuna wale ambao wataiona njia inayokwenda katika uzima. Yesu anasema ni wachache. Maana mlango kuendea uzima huo, njia ni nyembamba nayo imesonga, nao wanaiona ni wachache. Sasa hiyo inayokwenda upotevuni ni pana, wanaiona njia hiyo ni wengi, na wanaoingia ni wengi. Wakati wa Nuhu wengi waliingia katika mlango mpana wakaangamizwa na maji, wakapona wachache waliopita katika njia ile nyembamba. Wakati wa Sodoma na Gomora watu walikubali kuingia katika mlango mpana, hawakuingia katika mlango mwembamba waufuate uzima, wakaangamizwa, wakapona wachache katika miji ya Sodoma na Gomora. Na Yesu anasema kama ilivyokuwa ndivyo itakavyokuwa siku za kuja kwake Mwana wa Adamu. Sasa katika wakati huo, hebu msomaji nisaidie Ufunuo Yohana 17 mstari wa 3. 17:3 kitabu cha Ufunuo Yohana. Anasemaje? Akanichukua katika roho hata jangwani. Yesu anasema, Yohana anasema akanichukua katika roho hata jangwani. Nikaona mwanamke ameketi juu ya mnyama mwekundu sana. Nikamwona mwanamke ameketi juu ya mnyama mwekundu sana, mwenye kujaa majina ya makufuru. Mwenye vichwa 7. Ndio. Na pembe 10. Na mwanamke yule. Alikuwa amevikwa nguo ya rangi ya zambarau. Na nyekundu. Amepambwa kwa dhahabu na kichwa cha thamani. Na lulu. Naye alikuwa na kikombe cha dhahabu mkononi mwake. Kilichojawa na machukizo. Na machafu ya uasherati wake. Na katika kipaji cha uso wake. Alikuwa na jina limeandikwa la siri. Babeli mkuu. Babeli mkuu. Ndio. Mama makahaba na machukizo ya nchi. Kwa hivyo kuna Babeli mkuu anaitwa mama wa makahaba na machukizo ya nchi. Wakati amekuwepo kahaba huyu, wakati amekuwepo huyu Babeli, Mungu akaleta ujumbe katika dunia hii, kwa sababu mwanamke huyu amekuwepo katika dunia hii. Sasa huo ujumbe wa kumwepuka mwanamke huyo unapatikana kwenye kitabu cha Ufunuo 14:6. Msomaji, 14:6 Ufunuo anasemaje? Kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu, mwenye injili ya milele, awahubirie hao wakao juu ya nchi, na kila taifa, na jamaa, na lugha. Akasema kwa sauti kuu, akasemaje? Mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Saa ya hukumu ya Mungu imekuja. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi, na chemchemi za maji, na bahari. Kwa hivyo malaika wa kwanza anasema watu wamsujudia Mungu aliyeumba. Ukiona kuna ujumbe kama huu, ujue kuna watu wanamsujudia Mungu ambaye hajaumba, na ndio maana kuna ujumbe kama huu. Na ujumbe mkuwepo kwa sababu kuna kahaba Babeli mkuu, mama wa makahaba, amekuwepo katika dunia. Sasa ujumbe ukaja ukasema tumsujudie Mungu wa pekee aliyeumba mbingu na nchi, akaumba na bahari na chemchemi za maji.
Wa pili anasemaje? Kisha mwingine malaika wa pili akafuata akisema, malaika mwingine wa pili akafuata akisema, umeanguka, umeanguka Babeli. Malaika wa pili anasema, umeanguka, umeanguka Babeli, mji ule ule mkubwa, mji ule ule mkubwa, kwa maana ndio ulionyesha mataifa yote, kwa maana ndio ulionyesha mataifa yote mvinyo wa ghadhabu ya uasherati wake, mvinyo wa ghadhabu ya uasherati wake. Yule mwanamke ana jina la siri, Babeli mkuu, mama wa makahaba na machukizo ya nchi. Babeli mkuu, mama wa makahaba na machukizo ya nchi. Lakini Mungu ana ujumbe, anasema watu wamsujudie yeye, na kuna Babeli inaanguka. Maana yake yule Babeli ambaye ni kahaba anakwenda kuanguka, na ndio Mungu anaita watu watoke kwake, wasije wakashiriki dhambi zake. Hiyo ndio Babeli. Wewe unasemaje? Na mwingine malaika wa tatu akafuata akisema, anasemaje? Kwa sauti kuu, mtu awaye yote, mtu awaye yote akimsujudu huyo mnyama. Yani Mungu amesema kwa msisitizo. Mwanadamu akisema kwa msisitizo, huenda jambo lake lisifanikiwe au likafanikiwa, lakini Mungu anaweka msisitizo. Anasema mtu awaye yote akimsujudu huyo mnyama, akimsujudia huyo mnyama na sanamu yake, na kuipokea chapa, katika kipaji cha uso wake, au katika mkono wake, yeye naye atakunywa katika mvinyo wa ghadhabu ya Mungu, iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji. Kwa hivyo kuna Babeli, mama wa makahaba. Huyu mama wa makahaba ambaye ana jina la siri, Babeli mkuu, mama wa makahaba, amekuwepo katika dunia hii na watu wapo ndani. Na kama watu wapo ndani, Mungu ameweka ujumbe wa malaika watatu. Mwanzo alimpa safina, aliumba safina yenye dari 3, akampatia Nuhu. Mungu akamwambia Nuhu, hubiria watu waingie ndani ya safina wajiokoe. Watu hawakuingia. Na sasa hivi ameweka ujumbe wa malaika watatu, watu waingie ndani ya ujumbe wa malaika watatu wajiokoe nafsi zao. Lakini sika na kwamba wataingia wote. Kuna ambao watasikia sauti yake na wataingia, na wengine hawataingia. Lakini sasa tumehubiri injili hii ili kusudi ujue ya kwamba kuna Babeli ambaye ni Babeli kahaba, Babeli mkuu, mama makahaba, ambaye amesababisha ujumbe hizi zote 3 ziweke. Ujumbe wa malaika watatu umeletwa kwa sababu kuna huyo Babeli ambaye sasa anakwenda kuanguka. Mungu anasema, tokeni kwake wenye watu wangu, wala msishiriki dhambi zake. Sasa Babeli, mama wa makahaba, ukisikia mama kibiblia ni kanisa. Hilo kanisa limeasi kwa sababu gani?